Mambo vipi mwanafamilia wa A Digital? Sasa vita vya kijiografia na kisiasa kati ya Irani na Marekani vimeendelea kupamba moto, huku shirika la mapinduzi la Kiislamu IRGC likitoa onyo kali kwa makampuni na wafanyakazi wanaohusiana na Marekani, hasa katika nchi za Mashariki ya Kati. Na viongozi hawa wa IRGC wametoa onyo kali kwa makampuni hayo na wafanyakazi wa Marekani waliopo Mashariki ya Kati, wakiwataka waondoke maeneo ambayo yanaweza kuzua hatari ya usalama wa maisha yao. So karibu sana, it's a boy King Kali, mnyama mkali. Tuangalie hili onyo linaweza kuwa na athari gani kwa mataifa ambayo haya yanapatikana katika nchi hizo za Mashariki ya Kati. Katika taarifa yake, IRGC imetangaza agizo la haraka kwa wafanyakazi na maofisa wa Marekani kuondoka mara moja kutoka kwenye vituo vya viwanda vinavyohusiana na Marekani. Na taarifa hiyo inaeleza kuwa wale watakaobaki katika maeneo hayo wanajiweka hatarini kukumbwa na athari za mashambulizi ya kinyuklia ambayo Irani inaandaa kama sehemu ya kulipiza kisasi. Na onyo hili sasa linakuja wakati ambapo mgogoro kati ya Marekani na Iran pamoja na ushawishi wa Israeli unazidi kupamba moto. Serikali ya Iran yenyewe inasisitiza kuwa vifaa na maeneo ambayo yanahusiana na Marekani yote yanaweza kuwa shabaha ya mashambulizi ya kijeshi kama sehemu ya hatua ya kulipiza kisasi kwa yale ambayo Iran inaona kama ni uingiliaji wa Marekani katika migogoro ya kanda hiyo ya Mashariki ya Kati, hususan kwa kushirikiana na Israeli. Zaidi pia, taarifa hii ya IRGC inaashiria hatari kubwa kwa sekta za kiuchumi ambazo zinahusiana na Marekani, ikiwa mashambulizi ya kijeshi ya Irani yatahamia kutoka kwa maeneo ya kijeshi hadi miundombinu ya kiuchumi. Na wengi wa wachambuzi wanasema kwamba hatua hii inaweza kuwa ni ishara ya kupanuka kwa vita, ambapo Irani itatumia njia za kulenga maeneo ya kiuchumi na biashara badala tu ya kutumia shabaha za kijeshi. Mashirika na wafanyakazi wa Marekani katika sekta za nishati, sekta za biashara, lakini pia sekta na miundombinu mingine wanakumbwa na hali ya tahadhari kwa sasa. Mashirika ya kimataifa pia ambayo yanahusiana na Marekani katika nchi za Mashariki ya Kati, hasa kwenye sekta ya nishati kama vile mafuta na gesi, na yenyewe pia yamekuwa na hofu kuwa huenda Irani itashambulia miundombinu yao muhimu, jambo ambalo linaweza kuvuruga uchumi wa dunia nzima. Na hii pia itakuwa na athari kwa wananchi wa kanda na wafanyakazi pia wa nje. Pamoja na hatari kwa wafanyakazi wa Marekani, taarifa hii pia inatoa wito kwa wananchi wa maeneo ambayo yanazunguka viwanda vya Marekani kuondoka kwa haraka ili kupunguza madhara ya mashambulizi ambayo yanaweza kutokea. So hali hii pia inazua wasiwasi miongoni mwa raia wa nchi za jirani kama vile Saudi Arabia, Umoja wa Falme za Kiarabu, UAE, Qatar, Bahrain, ambazo zote hizi zinalenga kuwalinda raia wao na kuepuka athari za mvutano huu ambao mpaka sasa unazidi kuongezeka ukiwa unaelekea wiki ya 3 sasa. Na viongozi katika kanda hiyo wana wasiwasi mkubwa kuhusu usalama wa raia na wafanyakazi wa kimataifa, huku vikwazo vya kiuchumi na usalama vikionekana kuwa na athari kubwa kwa biashara na ustawi wa kifedha wa nchi hizo. Na kwa upande mwingine, nchi nyingi zinazotegemea njia za usafiri wa mafuta zinazopita kwenye kanda hiyo pia zina hofu kuhusu usalama wa usafirishaji wa bidhaa. Na kitu kingine pia ambacho kinasababisha ni mabadiliko ya mkakati wa Irani. Hivi karibuni Irani imeonekana kubadili mikakati yake ya kijeshi na kisiasa. Badala ya kutumia uungwaji mkono wa vikundi vya kigaidi kama ambavyo walikuwa wakifanya hapo mwanzo kwa mashambulizi ya siri, Irani sasa inaonekana kuwa tayari kulenga miundombinu ya kiuchumi inayohusiana na Marekani. Na hii inaweza kuwa hatua ya kupaza sauti katika vita vyake vya kisiasa na kijeshi dhidi ya Marekani na Israeli, hasa kutokana na kuongezeka kwa ushawishi wa Marekani katika Mashariki ya Kati na ushirikiano wa Israeli na Marekani. Na mabadiliko haya katika mikakati yanaweza kuwa ni sehemu ya jitihada za Irani kujitokeza kama mtawala wa kikanda na kupunguza ushawishi wa mataifa ya Magharibi, hususan katika masuala ya kibiashara, hasa biashara ya mafuta na usalama wa nishati. Na Irani inaweza kuwa inatumia mashambulizi ya miundombinu kama njia ya kuonyesha nguvu yake na kuilazimisha Marekani kufanya mazungumzo juu ya maslahi yake ya kisiasa na kijeshi katika eneo hilo. Na jambo hili sasa litapelekea athari za moja kwa moja kwa Mashariki ya Kati, lakini pia katika uchumi wa dunia.
Unajua, hatari ya mashambulizi kwenye miundombinu ya kiuchumi ya Marekani inahatarisha uchumi wa dunia nzima. Kwa kuwa Mashariki ya Kati ni kitovu cha uzalishaji wa mafuta, mabadiliko yoyote katika usafirishaji na uzalishaji wa nishati yatakuwa na athari kubwa kwa masoko ya kimataifa. Bei za mafuta zinaweza kupanda kwa kasi kama ambavyo tumeshuhudia zikipanda na kushuka, na jambo ambalo litakuwa na athari kubwa sana kwa uchumi wa mataifa mengi, hususan yale ambayo yanategemea mafuta kutoka kanda hiyo. Na nchi ambazo zinategemea nishati kutoka Mashariki ya Kati kama vile China, Ufaransa na India zinaweza kukutana na changamoto kubwa za usalama wa nishati, na hii inaweza pia kulazimisha mabadiliko katika mkakati wa nishati kwa mataifa hayo, pia kusababisha mabadiliko katika soko la kimataifa la nishati. Sasa nini ambacho kinafuata? Kwa namna hali ilivyo hadi hivi sasa, onyo la IRGC ni tamko ambalo linaonyesha kwamba uhusiano wa kijeshi na kisiasa kati ya mataifa haya unazidi kuwa mgumu na wenye migogoro, na kwa kuzingatia hali ya sasa pia Irani anaweza kuendelea kutekeleza mashambulizi zaidi kwa miundombinu muhimu ili kuweza kufikia malengo yake ya kisiasa. Aidha pia mashambulizi haya yanaweza kusababisha hatari zaidi kwa usalama wa raia na wafanyakazi wa kimataifa na kuathiri kabisa uchumi wa dunia nzima. So mataifa haya ya ulimwengu yanaangalia kwa makini hatua ambazo zinachukuliwa na Marekani na Iran, na ni wazi kuwa mvutano huu unaweza kuathiri si tu Mashariki ya Kati bali pia utulivu wa uchumi wa usalama wa dunia. Endelea kuifuatilia Digital, tutakuwa tukiendelea kukupa baadhi ya dondoo na uchambuzi kuhusiana na kile ambacho kinaendelea pale Mashariki ya Kati. It's your boy King Kali, mnyama mkali. Hivi ndivyo ambavyo huwa nafanya. Till next time. Bye bye.